Na kusalimu pale ambapo umejiunga pamoja na Hope News TV. Hujambo na karibu katika uchambuzi wa habari, uchambuzi ambao unaambatanisha habari za vita, mapigano, siasa na habari mpya kutoka majimbo 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu kwa uchambuzi. Kwa niaba ya Hope News TV, tuende mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi huu wa habari. Habari zetu tutazianzia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika tarafa la Fizi. Kiongozi wa vijana wa eneo la Mwenga amepiga kengele kuhusu hali ya usalama inayozidi kuwa mbaya katika milima ya kati na ya juu ya wilaya ya Fizi, hasa katika eneo la Nkoko na Bukoma Abala, jimbo la Kivu Kusini. Katika barua iliyowasilishwa kwa kamanda wa 33 wa kikosi cha kijeshi Jumatatu Januari 12 mwaka 2026, jina lake Unji Mchumbe Modeste anastumu kuwa afisa wa vikosi vya ulinzi vya Kongo FARDC anashirikiana na waasi wa M23 Twirwaneho. Mashtaka makubwa dhidi ya afisa aliyeko kazini. Kwa mujibu wa shutuma hizi, afisa wa FARDC anaitwa Major John, amiri wa kituo cha kijeshi cha Nabokoma Abala katika kikundi cha Bashiloja sekta Tanganyika. Amekuwa akiwasiliana moja kwa moja na waasi kuwapa mipango ya kina ya kituo cha kijeshi. Hali imesababisha shambulizi la kutisha lilitokea Jumapili Januari 11 mwaka 2026, ambapo wanajeshi 4 wa FARDC walipoteza maisha. Matukio ambayo yalianzia miezi kadhaa iliyopita. Mtoa taarifa anasema kuwa tabia ya afisa huyo inaonekana kuwa ya kutiliwa shaka, si ya leo tu. Alipokuwa Lusoko ambapo alikuwa naibu wa Major Beya Fontaine, Major John aliwahi kuwapa taarifa za kimkakati makundi ya silaha ya Ngomino Twirwaneho. Pia anatajwa kuwa alisaidia maendeleo ya adui wakati wa mashambulizi ya tarehe 1 Aprili mwaka 2025 dhidi ya vijiji vya Lusoko na wa Mlema, kwa kuonyesha njia za kuzunguka kituo cha FARDC cha Nkoko Lusoko. Kukamatwa na mashaka ya ulinzi. Vyanzo vya ndani vinasema kuwa majoro huyo anayetumiwa alikamatwa na kuhamishwa kwa Mlema kwa uchunguzi zaidi. Hata hivyo, vyanzo hivyo vinataja uwezekano wa mgombano wa maslahi, akisema kuwa kamanda wa sekta hiyo aliyeko kwa Mlema ni jamaa wake wa karibu wa afisa huyo aliyetumiwa. Wito wa uchunguzi na uhamisho wa haraka. Kiongozi wa vijana anaiomba kamanda wa kijeshi kufanya uchunguzi wa kina na wa haki dhidi ya maafisa wote wanaotuhumiwa kushirikiana na adui, kuhamisha vikosi vyote vya FARDC vilivyopo kwenye mstari wa mbele wa Nkoko Pwezero vinavyotuhumiwa kutokuwa na ufainisi na kushirikiana na makundi ya silahati, kufanya mabadiliko ya uongozi wa kijeshi ikiwa ni pamoja na kubadilisha vitengo ambavyo vimeacha nafasi zao Minembwe na Mienge bila kupigana. Mkakati wa kijeshi unaotiliwa shaka. Mtoa taarifa anashutumu ukosefu wa maendeleo ya kijeshi tangu kuwasili kwa vikosi vya FARDC katika eneo hilo Februari mwaka uliopita. Anapendekeza mkakati wa kushambulia, akisema kuwa kusubiri kunasaidia adui na kuweka raia hatarini. Hata katika vita, kusubiri shambulizi la adui ni kama kumuhimiza maendeleo yake. Ni lazima tushambulie ile kulinda taifa, alihitimisha. Ujumbe huu ni wito wa kitaifa kwa mamlaka za kijeshi na serikali ya Kongo ili kurejesha imani kati ya jeshi na raia na kuhakikisha ulinzi wa raia katika milima ya juu ya Fizi. Hope News TV, Naganagato. Tusalie na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, msikilizaji mpendwa na mtazamaji wa Hope News TV, ambapo wadau wa vyama vya kisiasa wanaitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua kali dhidi ya wale wanaofanya uhaini katika jeshi na hata kwa raia. Hatua hii inakuja
wakati bado M23 inajipiga kifua kwamba itasonga mbele katika miji na majimbo mengine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza nasi njiani mwa simu hapa, Staff Sergeant Justin Murangwa Amoni amesema, unajua kwamba nchi yetu imeingiliwa na vidudu vya kila aina, na ni aibu kubwa sana kuona ndugu zetu wa Kongomani ambao wameshika njiti ya kibiriti na kuichoma nchi yao kwa mikono miwili. Kwa kweli ni aibu kubwa sana. Kuhusu swala la serikali ya Rwanda, kwa kweli Rwanda ni nchi jirani, ni weusi wenzetu, ni Waafrika wenzetu, lakini wametufanyia unyama kuzidi enzi za ukoloni na kuvuka mipaka bila kuheshimu sheria za kimataifa na kumwanga damu isiyo na hatia. Ndio sababu kama chama cha MFRD tumesimama kupiganisha siasa ambazo zinatoka nje, hazina malengo kwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na swali la mwisho kuhusu serikali ya Kongo, ni lazima iwashikie hatua, na wakati umefika ya kusema kwamba wakimwanga mboga na sisi tumwange ugali, na tuhakikishe kwamba tunainyamazisha serikali ya Rwanda. Tunasema washindwe na walegee. Shukrani. Waziri wa zamani wa maendeleo vijijini Rubota Masumbuko Francois, ambaye yuko njiani mwa simu hapa nasi, kwa upande wake kuhusiana na swala nzima hili, maono yake ni kwamba, unajua, mara kwa mara adhabu ya kifo inachukuliwa, lakini haizuie mambo mabaya kufanyika. Ni dhamiri za watu tu, na tujue namna gani sasa kujenga zile dhamiri, hata watu wajue kwamba nchi ni kitu cha muhimu kushindia vitu vingine hapa chini duniani. Pengine serikali hatua zipi muhimu ili mtu atambue umuhimu wa nchi yake na hadi kukufa kwa ajili ya nchi yake kama wanavyofariki wengine huko uwanjani mwa vita, yani wazalendo wa kweli? Nafikiri ni njia ya organisation tu, na uongozi ukamilifu na uongozi ulio bora ndio naweza kusaidia watu kuelewa ya kwamba nchi na sio muhimu kuweza kuisaliti. Hiyo ndio ninaona kwamba ndio inaweza kuwa suluhisho kwa mambo kama na yale, na pia organisation, maslahi ya watu na walio katika majeshi ifuatiliwe na itekelezwe. Tunakumbusha watu wanaotusikiliza kwamba tunazungumza naye waziri wa zamani wa maendeleo vijijini Rubota Masumbuko Francois, ambaye yuko njiani mwa simu hapa nasi.